Naam, habari za wakati huu, karibu tena. Ni muda mwingine tena tumerejea na habari kuhusiana na vifo vilivyotokea katika maandamano ya baada ya uchaguzi. Habari mbaya sasa hivi kwa Jamhuri ya Samia Suluhu Hassan. Mwandishi wa habari maarufu wa kimataifa wa CNN Larry Madowo ametoa wito kwa umma wa Watanzania akiwataka washiriki na kumtumia video, picha na ushahidi mwingine unaoweza kuthibitisha kuhusiana na madai ya ukatili wa polisi na mauaji yaliyotokea wakati wa maandamano ya Oktoba tarehe 29 mwaka 2025. Akizungumza kupitia chapisho rasmi kwenye akaunti yake ya kijamii ya X ambayo baadaye ilithibitishwa na kituo hicho cha habari cha kimataifa cha CNN, Larry Madowo alifichua kuwa mtandao huo unatayarisha ripoti ya kina ya uchunguzi mkubwa kuhusu maandamano na vifo vya baada ya uchaguzi ili kubaini ukweli kuhusu ghasia, machafuko na vifo pamoja na majeruhi na ukiukwaji wa haki za binadamu uliofanyika wakati wa maandamano hayo ya amani. Maandamano ya Tanzania hivi majuzi ambayo yaliibuka kutokana na utata wa matokeo ya uchaguzi wa mitaa yameifanya nchi hiyo kukumbwa na tuhuma za mauaji ya watu wengi, utekaji nyara na vitisho vinavyofadhiliwa na serikali. Larry Madowo ambaye ni mtangazaji wa CNN alieleza kuwa changamoto kuu ya CNN katika kuandika habari hizo za uchunguzi imekuwa ni ukandamizaji wa serikali wa uhuru wa vyombo vya habari nchini Tanzania, ambayo imeweza kupelekea CNN kuingilia kati na pia ikadai kuwa kuwazuia kimakusudi waandishi wa habari Tanzania kuingia kwenye matokeo ya maandamano imesababisha CNN kuingilia. Alisema jambo hilo limesababisha ugumu wa kuhakiki taarifa za unyama huo, hivyo kutoa wito kwa Watanzania sasa wa kawaida kuwasilisha ushahidi wa video moja kwa moja kupitia akaunti zake za mtandaoni Larry Madowo, ambao baadaye zitatumika katika habari hizo. Kuna kitu nimegundua, wengi wenu mnatazama taarifa ama mnasikiliza taarifa kabla ya kulike na kusubscribe, hivyo basi fanya jambo la busara kabla tuendelee. Bonyeza alama like, kisha chukua sekunde yako nyingine moja, bonyeza neno subscribe. Kulingana na Larry Madowo, uchunguzi wa CNN kuhusu maandamano na vifo vya Tanzania umeundwa sasa hivi ili kutoa sauti kwa wale walioshuhudia au kuteseka kutokana na ghasia hizo. Alisisitiza kuwa chombo hicho cha habari duniani kitahakikisha usalama na kutojulikana kwa wachangiaji, hivyo kuruhusu wananchi kufichua ukweli bila hofu ya kulipizwa kisasi. Nikinukuu, alisema katika video yake aliyoitoa, hii inahusu ukweli na haki kwa wahanga wa maandamano. Larry Madowo alisema katika ujumbe wake akiwataka Watanzania kuwa wajasiri na kueleza walichokiona na kutuma ushahidi. Wito huo wa kutaka ushahidi umekuja wakati ripoti za wanaharakati wa ndani na mashirika ya kimataifa ya kutetea haki za binadamu zikiendelea kutoa taswira mbaya ya kile kilichojiri wakati wa maandamano ya Tanzania. Takwimu ambazo sijathibitishwa zinaonyesha kuwa zaidi ya watu 40 wanaweza kuwa waliuawa siku ya maandamano, huku chama upinzani Chadema kikisema ya kwamba zaidi ya watu 700 au 1000 walipoteza maisha. Ingawa mamlaka ya Tanzania imekaa kimya kuhusu idadi rasmi ya vifo, walioshuhudia wanadai kuwa risasi za moto zilirushwa kwenye umati wa watu na miili kadhaa ilichukuliwa na vikosi vya usalama na kupelekwa katika maeneo yasiyojulikana. Rufaa ya Larry Madowo kutoka CNN ilipozidi kushika kasi, mashirika kama vile Amnesty International na Human Rights Watch yalisifia mpango huo wa kituo hichi cha kimataifa cha CNN na kuita hatua muhimu kuelekea uwajibikaji wa kimataifa. Makundi yote mawili yameandika visa vingi vya kutumia nguvu kupita kiasi na kutoweka kwa watu wanaohusishwa na maandamano ya Tanzania, na pia kuyataja kuwa miongoni mwa ukiukaji mbaya zaidi wa haki za binadamu katika kanda hiyo katika miaka ya hivi karibuni. Kauli zao zilionyesha hitaji la uchunguzi huru ambao unaweza kudhibitisha madai ya unyanyasaji ambayo taasisi za nyumbani zimeshindwa kushughulikia. Mwanaharakati wa haki za binadamu Zaituni Musa, mmoja wa watu wachache ambao bado wanazungumza hadharani nchini Tanzania licha ya hofu na wasiwasi wa kukamatwa, alikaribisha kuhusika kwa CNN. Alisema maandamano ya Tanzania yalifichua matatizo ya kutokujali na ghasia za serikali. Kulingana naye, ikiwa serikali itaendelea kukaa kimya, basi ushahidi wa raia na vyombo vya habari vya kimataifa vitakuwa sauti pekee kwa wale walionyamazishwa na hofu na risasi. Timu ya Larry Madowo kutoka CNN inaripotiwa kushirikiana na wachambuzi wa uchunguzi wa kidijitali, wataalamu wa picha za satellite
na waandishi wa habari wa nyanjani ili kuthibitisha video na ushuhuda uliopokelewa. Ripoti ijayo itaunda upya matukio ya maandamano ya Tanzania au ya baada ya uchaguzi kwa kuchanganya video na picha za ardhini, picha za satellite na mahojiano ya walioshuhudia. Uchunguzi huo unalenga kupeperushwa duniani kote mwanzoni mwa mwezi wa Disemba, jambo ambalo linaweza kuibua shinikizo la kidiplomasia la kimataifa kwa serikali ya Tanzania. Vyanzo vya ndani vya mitandao ya haki za binadamu vimeeleza kuwa matokeo haya ya CNN yanaweza kutumika kama sehemu ya wito mpana zaidi wa uchunguzi wa kimataifa kuhusu maandamano ya Tanzania. Nyaraka zinazokusanywa ni pamoja na video za kutisha za waandamanaji wakipigwa na wengine wakiuliwa wakati wa maandamano hayo, pamoja na data ya satellite inayoonyesha harakati za polisi kuzunguka miji mikubwa siku ya maandamano. Ushahidi unaweza baadaye kushirikiwa na mashirika kama Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa na vituo vingine vya kimataifa. Maandamano haya ya Tanzania ya hivi majuzi tayari yamelaaniwa kimataifa, huku Umoja wa Afrika na Umoja wa Ulaya zote zikielezea wasiwasi wao kuhusu matumizi ya nguvu dhidi ya raia. Tangazo la Larry Madowo kutoka CNN linaongeza safu mpya ya uchunguzi, hasa kutokana na uelewa wake wa kina wa mienendo ya kisiasa ya Afrika Mashariki na uaminifu wake kama mwandishi wa habari ambaye hapo awali aliangazia maandamano na migogoro katika bara zima ikiwemo nchi jirani ya Kenya. Kuhusika kwake, wachunguzi wa mambo wanasema kunaweza kuashiria mabadiliko katika jinsi jumuiya ya kimataifa inavyoona jinsi serikali ya Tanzania inavyoshughulikia mgogoro huo. Wakati tahadhari ya umma ikiendelea kwenye uwajibikaji, Watanzania wengi wameanza kurekodi kwa siri ushuhuda wao kuhusu maandamano hayo na kuzisambaza. Baadhi ya familia zimeshiriki akaunti zinazosumbua za wapendwa wao ambao walichukuliwa na maafisa na hawakuwahi kuwaona tena. Mpango wa Larry Madowo na CNN umeibua mjadala kuhusu jukumu la vyombo vya habari vya kimataifa katika kutetea demokrasia na haki za binadamu barani Afrika. Wakosoaji wa serikali ya Tanzania wanahoji kuwa bila uchunguzi kutoka nje, ukweli kuhusu maandamano unaweza kuzikwa milele. Wakati huo huo, wafuasi wa serikali wameshutumu vyombo vya habari vya kimataifa kwa kutia chumvi ukubwa wa ghasia hizo za maandamano, wakidai kuwa maandamano hayo ya baada ya uchaguzi yalichochewa na makundi ya upinzani yanayoungwa mkono na mataifa ya kigeni. Licha ya serikali kukanusha, maandamano ya Tanzania yamefichua nyufa kubwa ndani ya mfumo wa kisiasa wa taifa hilo. Waangalizi wa kujitegemea wanaashiria kuongezeka kwa kutoridhika na udhibiti wa utawala juu ya taasisi za umma na vyombo vya habari. Rufaa ya Larry Madowo CNN ya kupata ushahidi kwa hiyo haionekani tu kama juhudi ya uandishi wa habari, lakini kama kitendo cha ishara ya upinzani dhidi ya udhibiti na woga. Mradi wa CNN pia unawakilisha matumaini kwa familia nyingi ambazo bado zinatafuta jamaa zao waliopotea tangu maandamano. Larry Madowo wa CNN alibainisha kuwa lengo ni kuhakikisha kila story, kila hadithi inasikika na kila jina linakumbukwa bila kujali aliyeathirika ni mdogo au hajulikani. Alikariri kuwa hakuna serikali inayoweza kunyamazisha taifa zima wakati watu wanaamua kuzungumza na ushahidi.